Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu aliyenipa kibali mchana leo kusimama mbele zako. Ninaamini Mungu ana kusudi na mimi, lakini ana kusudi na wewe. Bwana asifiwe sana. Nimekuwa nikihangaika sana sijui nitasema nini, na Mungu amenipa kitu cha kusema. Bwana asifiwe. Leo sitakuwa na somo, nitakuwa na ujumbe. Sawa una ujumbe na somo. Leo nitakuwa na message, sitakuwa na somo. Kwa hiyo message inapokuja ndio chukue cha. Sawa mchukue na uelewe na uifanyie kazi. Bwana asifiwe. Na mchana leo tutakuwa na ujumbe unasema Mungu mtetezi wangu. Mungu mtetezi wangu. Sio mtetezi wetu, wangu mimi. Alafu na wewe unasema Mungu mtetezi wangu. Bwana asifiwe. Mungu mtetezi wangu. Mungu mtetezi wako. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim, ni Mungu aliyejifunua kwa namna tofauti tofauti katika uso wa dunia. Kila wakati alipokuwa anataka kuwatokea wanadamu kwa namna ambayo hawajawahi kumuona, hawajawahi kumtegemea, hawajawahi kufikiria anaweza kutokea kwa stadio, huwa anajitambulisha kwa namna tofauti. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Duniani watu wanasema Mungu ni wetu sote, si ndio? Mungu ni wetu. Kuna level Mungu anajifunua, anatoka kuwa Mungu wetu sote, anakuwa Mungu wako. Na Mungu akianza kuwa Mungu wako, anaanza kuact kama Mungu sasa. So Mungu akiwa kama Mungu mwenyezi, tawala wa kila kitu, wenye dhambi na wasio dhambi, kuna kitu nakipata. Lakini kuna viwango Mungu anatakiwa ahame kutoka kuwa Mungu wa watu wote, aanze kuwa Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na ukianza kumuelewa hivyo, namna utakavyokuwa unahusiana naye, namna utakavyokuwa unafanya ushirika, namna utakavyokuwa unafanya ibada kwa ajili yake, haitakuwa sawa na watu wote, kwa sababu Mungu ni wa kwako, sio wetu sote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa nataka tumuone Mungu kama wa kwako au Mungu wangu. Mungu wako peke yake, sio Mungu wetu sote. Bwana asifiwe sana. Na Mungu amekuwa kujionyesha kwa namna tofauti tofauti, kutufundisha na kutuelekeza, kudhibitisha kwamba yeye ni Mungu. Unajua ili kitu kiwe Mungu, lazima kiwe na uwezo wa kutoeleweka kirahisi na kutozoeleka kwa namna yenyewe. Ndio. Bwana asifiwe sana. Ukizoea Mungu kwa namna fulani, unamfungia Mungu ni box ambalo hataweza kufanya vitu zaidi ya pale. Ndio. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wanaosema Mungu anawezaje kuzaa sasa? Mungu anaoa, Mungu ana mke, ni akili ndogo tu ya kitoto inamfungia Mungu ni box moja na kuwa kama mwanadamu. Lakini kwa sababu ni Mungu, anaweza kuwa chochote vyovyote wakati wowote na kufanya chochote popote wakati wowote. Bwana asifiwe sana. Ndio maana iko nani? Mungu. Omnipotent, ana nguvu zote. Haleluya. Mungu hana nguvu nyingi, ana nguvu zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu Mungu sio jina, Mungu ni cheo cha uweza wake na mamlaka yake na namna ambayo anafanya kazi. Mungu tangu alipoumba dunia amekuwa akijifunua kwa namna tofauti tofauti. Wakati watu wanapokutana mambo kadhaa kwenye maisha yao ambayo hawayaelewi na wanahitaji msaada wa kiungu kwenye maisha yao, Mungu alikuwa akijifunua kwa namna ya tofauti na kipekee iliyowafanya watu waanze kumuelewa Mungu kwenye hilo eneo. Sisi sote hapa kuna namna tunamjua Mungu, si ndio? Nataka niwaambie kuna namna tunamjua Mungu bado. Kwa hiyo tunalohitaji la kumfanya Mungu ajifunue kwenye maisha yetu kwa namna ya tofauti ya zaidi tunavyomjua, ili aendelee kuwa wa pekee kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, ninayo majina kama 12. Yako mengi, yako 12 na ndio chukua mimi. Mengine nimeacha, yako mengi. Haleluya. Jambo la kwanza, Mungu amejifunua kama Elohim, yaani Mungu mwenyezi, Mungu muumba wa vyote. Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Jambo la pili, Mungu amejifunua kama El Shaddai, maana yake Mungu mtoshelezi, mpaji, anayetutunza na kutuhifadhi. Inapatikana Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Jambo la tatu, Mungu amejifunua kama El Gibo, Mungu mwenye nguvu. Haleluya. El Gibo, Mungu mwenye nini? Mwenye nguvu. Isaya 9 mstari wa 6, wakati Yesu anatabiriwa, akasema atakuwa Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu amejifunua kama Yehova Rafa, yani
Jehova Rafa, Mungu kama mponyaji. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana pengine Mungu amejifunua kama Jehova Nisi, Mungu bendera yetu, atupae ushindi. Kutoka 17 mstari wa 15. Mungu mahali tofauti ya Biblia amejifunua kama Mungu awasaidiaye watu wakati wa vita wakapata nini? Ushindi. Uwezo wao ulipofika mwisho, Mungu alitokea na kuwapa ushindi na kupigana kinyume cha adui zao. Kwa Mungu amejitambulisha kwa namna hiyo kama Jehova Nisi, Mungu bendera yetu ya ushindi, atupae ushindi. Haleluya. Kwa kama kuna eneo la maisha yako unahitaji msaada wa Mungu kupata ushindi, kuna vita isiyowezekana kwa namna ya kibinadamu, kuna vita ile kuzidi nguvu, unapomuita kama Jehova Nisi anatokea. Akitokea kama Jehova Nisi, hatokei kama Shalom, hatokei kama Rafa, hatokei kama Mwenyezi, anatokea kama ushindi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jambo jingine, Mungu ametokea kama Jehova Shalom, Mungu amani yetu. Sio amani tu, atupae utulivu. Bwana asifiwe sana. Atupae utulivu maana ni kwamba katikati ya mambo yanapokuwa magumu, vurugu na shida na kelele nyingi, huwa anasimama. Kama ambavyo Yesu wakati wanafunzi wake wanavuka kwenye ile boti, bahari ilipoanza kuchafuka, wamechanganyikiwa, wanamwaga maji nje, boti inataka kuzama, Yesu akasimama, akanyosha mkono, akaukemea upepo, ukatulia. Maandiko yanasema ikawa shwari kuu. Yesu au Mungu Shalom, Jehova Shalom, yeye atupae amani, atupae utulivu. Bwana asifiwe sana. Waamuzi 6 mstari wa 24. Lakini Mungu amejidhibitisha kama Jehova Rohi, Bwana mchungaji wangu. Na hapa ndipo ambapo Daudi anaanza kumtaja Mungu kama mchungaji wake. Kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 1 anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Ukitaka usimisi jambo, ukitaka uongozwe, usipotee na uelekeo ulio sahihi, usio na mashaka, mfanye Mungu kuwa mchungaji wako. Ni kweli unaye mchungaji hapa, lakini yupo mchungaji mkuu, mchungaji wa wachungaji, ambaye hata mchungaji wako naye ni mchungaji wake. Huyo mchungaji wako akiwa Bwana, mchungaji wako akiwa Mungu. Nataka nikwambie, Daudi anasema nini? Sitapiwa na kitu, kando kando ya maji ya utulivu ufanya nini? Unilaza. Haleluya. Gongo lake na fimbo yake ongoza. Mungu akiwa mchungaji wako, kuna mambo yatokea kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna mahali Mungu amejitaja kama Jehova Sikenu, Jehova Sikenu, Bwana haki yangu. Yeremia 23 mstari wa 6. Ili kwenye maeneo ambayo haupati haki, kama watu hawezi kukupa haki, mifumo imeshindwa kukupa haki, haki yako imefinywa, imenyimwa, imepotezwa, imefungwa, imecheleweshwa, imezuiliwa, ili hiyo haki yako itokee, mbadilishe yule Mungu Mwenyezi awe Bwana haki yako, awapae watu haki yake. Ngoja nikwambie, katika kitu ambacho kinamfanya Mungu awe Mungu ni Mungu wa haki. Hakuna mtu anaweza kutoa haki zaidi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu haonei wala hapendelei. Kama kitu ni cha kwako, ukimtazama Mungu kama Jehova Sikenu, anakupa haki yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeremia 23 mstari wa 6. Lakini Mungu amejifunua kama Jehova Shama, maana ya Bwana yuko hapa. Ezekiel 48 mstari wa 35. Kwenye mahali ambapo unaona kuna upweke, hauoni kama kuna intervention ya Mungu kwenye maeneo, ukitaka Mungu atokee hapo, anza kumuita kama Shama, kwamba Bwana nataka utokee hapa, nataka uwepo hapa, ufanye jambo. Na mchana leo nataka nikwambie kwamba Bwana ni Jehova Shama. Kwa nini? Bwana yuko hapa. Haleluya. Wangapo naelewa mpaka hapo? Nataka niende haraka afu nikuingize kwenye Mungu mtetezi wangu. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu amejifunua kama Jehova, kama El Olam. El Olam. El Olam manake ni Mungu wa milele. Mwanzo 21 mstari 33. Mungu wa milele, asiye na ukomo, asiye na mwisho, asiye na mwanzo wala mwisho. Ukitaka vitu vyako visishie njiani, ukitaka vitu vyako visife, ukitaka vitu vyako visikwame, viende mpaka Mungu aliyokusudia, mtazame Mungu kama El Olam, Mungu wa milele. Mungu wa milele ndiye anayetupa sisi umilele tutakapoenda kukaa naye, kwa sababu yeye ni nini? Ni milele. Haleluya. Haleluya. Jambo jingine, amejitambulisha kama El Elyon. El Elyon, Mungu aliye juu zaidi, aliye juu ya kila kitu. Chochote unachohisi kwamba kiko juu yako kimekuzidi, mtambulishe Mungu kama El Elyon, yani Mungu aliye juu zaidi. Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka wa 20. Bwana asifiwe. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Unajua Mungu yuko very technical. Wewe ndio unaenda zigizaga tu.
Mungu anajibu vitu kwenye pattern. Nikisema pattern unanielewa? Ana mtiririko anavyofanya kazi. Hatokei tu kwa sababu una shida. Hatokei kwa sababu unalia. Kuna channel Mungu ametengeneza ya kupitia ili aweze kukutana na wewe. Na namna mojawapo Mungu anapitia ni wewe kumtambua kwa namna iliyo sahihi kwenye hilo eneo. Ukimtambua kwa namna iliyo sahihi kwenye hilo eneo, kuna mambo yanaanza kujishape kukaa kwenye mkondo. Kwa nini? Kwa sababu ndipo Mungu anakotokea. Si kama unanielewa mchana wa leo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Katika mambo niliyotaja 12, la 12 inaitwa El Hamagen. El Hamagen. Mungu mlinzi wangu, Mungu mtetezi wangu. Na kwa hiyo najua hiyo ulikuwa uifahamu. El Hamagen. Andika hapo Mungu mtetezi wangu, kwenye mabano andika El Hamagen. Haleluya. 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 Sasa El Hamagen, Hamagen ni neno la Kiebrania. Neno la nini? Ambalo Mungu amejifunua na lina maana zifuatazo. Hamagen maana yake ngao. Bwana asifiwe. Jambo la pili, ukigo au uzio. Bwana asifiwe sana. La tatu, mlinzi. La 4, ngome. Ukimchukua Mungu kama El Hamagen, anakuwa ngao. Unajua kazi ya ngao Anakuwa ukigo au uzio. Bwana asifiwe sana. Anakuwa mlinzi, lakini anakuwa ngome kwenye maisha yako. Mungu anaweza kuwa provider, akakutunza, akakuhifadhi, lakini usipomtambua kama El Hamagen, mishale itakufikia. Bwana asifiwe sana. Utaokoa umeokoka na Yesu Bwana Mwokozi wako, ila kuna mahali kuna gepu, bado shetani anakuchezea. Ngoja nikwambieni, quality ya wokovu ni kukufanya wewe kuwa mtu wa kipekee, usiyeguswa wala kugusika kwa namna yoyote na shetani. Sio, unanielewa? Nakwambia kitu ambacho Yesu alikifanya msalabani. Haijalishi kwako hakijatokea, ila huo ndio uhalisia. Umenielewa? Na kwa nini hajatokea? Ni kwa sababu unafikiri wokovu ni kuja kanisani. Wokovu ni kumfahamu Yesu kwa kiwango ambacho chochote kinachomhusu Yesu kinakuwa sehemu ya maisha yako. Quality alionayo Yesu itakuwa sehemu ya maisha yako. Na ndicho ambacho Mungu anataka. Sasa Mungu anataka tumtambue kama mtetezi. Ziko sababu kadhaa kwa nini Mungu ameamua kujitambulisha kama mtetezi. Bwana asifiwe sana. Nani hapendi kutetewa hapa? Anasema wewe, mimi najiweza, najimudu. Mimi hata usiponitetea natoboa. Nani anapenda kutetewa? Anasema kwa kweli nikipata mtu akunitetea kwenye eneo lolote lile nitashukuru Mungu. Ngoja nikwambie, watetezi wote wanaweza kukutetea, ila hawana guarantee kwamba utetezi wao utashinda. Bwana asifiwe sana. Yuko mtetezi ambaye akiamua kukutetea, anza kushangilia hata kabla hajamaliza kutetea. Bwana asifiwe sana. Yuko mtetezi ambaye akiamua kukutetea, ukigundua tu Mungu ameanza kukutetea, anza kushangilia kabla hajaanza kutetea, kwa sababu utetezi wake haujawahi kufeli. Na huyo anaitwa El Hamagen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu amekujivisha kazi, wajibu na jukumu la kuwa mtetezi wa watu wote wanaomtambua kama mtetezi. Mungu atetei kwa sababu watu wanaonewa. Mungu anatetea watu walioamua kumfanya yeye kuwa mtetezi wao. Unaweza ukachagua kujitetea, unaweza ukachagua watu wakutetee, lakini unaweza kuchagua Mungu afanye nini? Akutetee. Na ukiamua Mungu akutetee, kutetea. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa Zaburi ya 18 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi. Zaburi ya 18 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi. Ngoja nikwambie, maandiko mengi katika kitabu cha Zaburi ndio yanamdhibitisha Mungu kama mtetezi. Na ni kwa nini kitabu cha Zaburi kinamdhibitisha Mungu kama mtetezi? Ni kwa sababu mwandishi wa sehemu kubwa ya Zaburi ambaye ni Daudi, kuna maisha aliyaishi yaliyomfunua Mungu kama mtetezi kwenye maisha yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama
Kama hujawahi kukutana misukosuko ile kuzidi uwezo na ukatoboa, huwezi kumuona Mungu kama mtetezi. Lakini Daudi alimtazama Mungu kama mtetezi kwa sababu anakumbuka kule kwenye dubu na simba aliyopigana nao. Anagundua, mimi kama Daudi kijana mdogo, kuua simba haiwezekani. Kuna mtetezi aliyekuwa nyuma ya pazia, aliyenyoosha mkono wake mbele akamshughulikia simba. Anakumbuka namna ambavyo alipambana na Goliati. Anagundua akisema, kwa kweli tuongee ukweli, twende mbele turudi nyuma. Goliati sio mtu akupiga jiwe moja tu akaanguka akafa. Kuna mtetezi aliyetokea, ni asiyeonekana kwa macho damu na nyama, aliyenitetea. Anakumbuka namna ambavyo Sauli alimtafuta na kumuinda na kumtafuta amue, lakini anaona namna ambavyo Mungu alimtetea. Na ndiyo maana mara nyingi sana Daudi anamtaja Mungu kama mtetezi wake. Bwana asifiwe sana. Zaburi 18 mstari wa kwanza maandiko yanasema hivi, wewe Bwana nguvu zangu nakupenda sana. Ndio nasema hivi, wewe Bwana nguvu zangu nakupenda sana. Kumbe Daudi alikuwa na nguvu, lakini alijua nguvu zake haziwezi kutoboa. Akasema hivi, Bwana ndiye nguvu zake. Haleluya. Alafu anasema hivi, Bwana ni jabali langu. Hebu sema jabali. Jabali ni jiwe kubwa lisiloweza kusogezwa, jiwe ambalo likimwangukia mtu yoyote haombi maji. Hebu sema haombi maji. Hilo ndilo jabali. Sasa Daudi anasema Bwana ni jabali lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, wakati Daudi anachukua yale mawe laini, alikuwa achukui mawe laini. Biblia inasema mawe laini, lakini alikuwa amechukua jabali. Ndio maana lilipomgusa Goliati moja tu hakurudia tena. Shughuli iliishia pale. Lile jiwe laini ambalo Biblia inasema mawe laini matano si nini, lile halikuwa jiwe laini. Nataka nikwambie, jiwe laini haliwezi kuua mtu kama Goliati. Kinachoweza kumangusha mtu kama Goliati kwa jiwe moja ni jabali. Haleluya. Sasa Daudi anasema hivi, Bwana ni jabali langu na boma langu. Anasema hivi, na mwokozi wangu. Unaona hii akili ya Daudi? Umeona hii akili ya Daudi? Wewe nikwambia, Daudi alikuwa ni mtu wa vita, watu wa Mungu. Mnaelewa? Daudi alikuwa na uwezo wa kujipambania. Mtaalamu wa kazi za vita alikuwa Daudi. Sio mtu wa kawaida. Lakini Daudi alikuwa anajua kwamba mimi bila Bwana sitoboi. Kwa Daudi mara zote anapoenda kwenye vita, haendi na mawe yake, haendi na mkuki wake, haendi na panga lake. Unajua kwa nini alikataa silaha za Sauli? Kwa sababu alijua mimi ninalo jabali. Alikuwa anajua. Haleluya. Haleluya. Bwana ni jabali. Anasema hivi, Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Anasema Mungu wangu, mwamba wangu. Hebu sema mwamba wangu. Sema mwamba wangu. Sema tena mwamba wangu. Bwana ni mwamba wako. Mnaifahamu miamba? Duniani kuna miamba, si ndio? Kuna wengine wameamua kujiita mimi mwamba, wanadamu wanajisema mimi ni mwamba. Kuna mwamba mmoja ambao Daudi anautumainia, unaitwa Bwana. Haleluya. Anasema mwamba wangu ninayemkimbilia. Anasema hivi, ngao yangu. Ngao. Ndio maana Daudi alikataa silaha za Sauli, alikuwa na ngao yake. Bwana asifiwe sana. Ile silaha ya Sauli ilikuwa dhaifu sana, haiwezi kukabiliana na Goliati. Ngoja nikupe mfano vizuri. Unajua vita ya Goliati au Wafilisti na Waisraeli haikuwa vita ya macho, damu na nyama. Unaweza usielewe. Bwana asifiwe sana. Na Daudi alikuwa ni mjanja sana, alijua mapema kwamba hii ngoma haipigani kwa damu na nyama kama kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mwanzoni kabisa Goliati anaonekana akiwalaani wana wa Israeli kwa jina la miungu yake. Umenielewa? Kwa Goliati japokuwa alikuwa ni mwamba, bouncer, jitu la majitu, lakini naye kuna mali alikuwa anategemea. Sawa? Kabla hajaja kurusha mshale, kuna mali alikuwa anasema anafanya vitu vyake, alafu anakuja. Ni wewe ndo unaendaga mwenyewe. Haleluya. Ni wewe ndo maana ukienda unakula za uso mara nyingi kwa sababu unaendaga mwenyewe. Nataka nikwambie, Daudi alipoenda kwenye ile vita kuangalia ndugu zake, akatazama akagundua huyu jamaa huwa hajagi hivi. Ndio maana hao jamaa hapa wamekimbia wanajificha. Hao wanaenda kwa mishale yao, waenda kwa mikuki yao, waenda kwa bunduki zao na makombola yao. Akasema atafanyiwa nini atakayemuua huyu, kwa sababu alishajua jabali lake lipo. Mwamba wake upo. Ngoja nilikwambia hivi, Mungu akiamua kukutetea, anza kushangilia. Unakumbuka? Jamaa akaanza kupanga dau kabla vita haijaanza. Akasema atafanywa nini? Kwa sababu unajua ngoma anatoboa. Kwa nini? Nalo jabali. Ninaye mwamba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe.
Anasema ngao yangu na pembe ya wokovu wangu. Alafu anasema na ngome yangu. Watu wa Mungu, Mungu amejitanabaisha, amejifunua kama mtetezi wa maisha yetu. Kama unahitaji kutetewa, usitamani kutetewa na mtu, amua kutetewa na Mungu. Mara nyingi kila unatamani kutetewa kinafeli kwa sababu huwa unajitetea au unatetewa na watu, na unaweka tumaini lako lote kwenye utetezi wao. Nataka nikwambie mchana wa leo natamani umtambue Mungu kama El-Hamagen, Mungu mtetezi wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa, kwa nini Mungu ameamua kujifunua kwetu kama mtetezi? Kwa nini Mungu ameamua kujifunua kwetu kama mtetezi? Kwani Mungu asituache tukajitetea? Tuna uwezo, kimsingi una uwezo kujitetea, si ndio? Kuongea unaweza, maneno mazuri unayo, hela unazo, unaweza kutumia chochote kujitetea. Nguvu unazo, connection unazo, unaweza kujitetea. Uongo kweli? Uongo kweli? Kuna watu wawili ambao Mungu ameamua kuwataja kwamba watu wanawatetea. Wengine mnampa nafasi awatetee. Au wawili Mungu amesema yeye anawatetea. Sisi wote hapa tunataka tumpe nafasi atutetee. Au wawili amesema mimi nitawatetea. Wa kwanza anaitwa yatima. Anajiita hivi ni baba wa, alafu anasema muamuzi wa wajane. Yatima na wajane, hao watu hata kama hawajaokoka, Mungu anawatetea. Bwana asifiwe sana. Sasa sababu ya kwanza kwa nini Mungu ameamua kuwa mtetezi, kuna wakati hautaweza kujitetea hata kama unayo haki. Wote hapa tushakutana mazingira kama hayo, hakuna naye kusikiliza. Si ndio? Wanakuambia nyamaza kimya. Kadri unavyoongelea ndio unavyotengeneza matatizo. Kule shule ndivyo tunaofanyaga wanafunzi. Kimkamata kwenye kosa, alafu ongea ndivyo wanavyotengeneza nini? Tatizo. Patakiwa atulia, sikiza maelekezo. Kama anapigwa au anaachwa. Bwana tusaidie sana. Sasa ukitaka usimisi utetezi, mfanye Mungu awe mtetezi wako. Na sababu moja wapo kwa nini Mungu ameamua kutetea, kuna wakati, sio mara zote, kuna wakati hautaweza kujitetea hata kama unayo haki. Bwana tusaidie sana. Watu wengi wamepoteza haki zao ambazo Mungu aliwapa, sio kwa sababu hazikuwa haki zao, ni kwa sababu Mungu hawakumpa nafasi ya watetee. Wako hapa. Ngoja nikwambie, kitu kishakuwa haki yako, ni cha kwako, hakitaki kuchukua na mtu yote. Lakini kuwa cha kwako haimaanishi utakipata kwa urahisi. Sawa haimaanishi utakipata kwa nini? Unatakiwa uingeji vya kutosha kukisecure, kukitoa kilipofungwa ili kiwe miliki yako. Watu wengi wana haki zilizo ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili hazijatokea. Si umeelewa? Maandiko yanasema kwa kupigwa kwake tumefanya nini? Tumepona. Umeshapona ulimwengu wa roho. Ulimwengu leo kutazama wewe ni mzima, ila mwilini unauma. Ni haki yako kuwa mzima, ila haki yako hujaipata kwa sababu akili una. Na akili mojawapo itakufanya upate haki ni kumpa Mungu nafasi ya kukutetea. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza nimesema kuna wakati hautaweza kujitetea hata kama unayo nini? Haki. Hakuna atakaye kusikiliza. Jambo la kuna wakati hautasikilizwa hata kama unajitetea. Hilo la kwanza ni kwamba hawakwambii uongee, wamekunyamazisha kimya kabisa. Nyamaza kimya. La pili, utaongea hawatakusikiliza. Bwana asifiwe sana. Umeshawahi kuomba maombi mpaka unagagala chini na unatoka vitu viko vile vile? Au nyewe wenzangu vitu vyote vinajibiwa? Kuna wakati unaomba ukatamani uvue nguo, baba tenda. Ukitoka pale mlima umesimama kama kawaida. Tena wakati mwingine umeongezeka. Ngoja nikwambie, maombi yako ni wewe unajitetea. Bwana tusaidie sana. Kuna wakati utaongea hautasikilizwa. Namna pekee ya kutoka ambako hautasikilizwa ni kumwambia Mungu, nimeshajitetea, imetosha, hebu chukua nafasi. Ndio maana Mungu anajua kwamba kuna moment watu hawatakusikiliza. Falme hatakusikiliza, matatizo hatakusikiliza, magonjwa hatakusikiliza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati hautasikilizwa hata kama
kama utajitetea. Jambo la tatu, Mungu anajua hauwezi kujitetea vizuri hata kama ungepewa nafasi. Unajua nakwambia sisi wanadamu tuna akili ndogo sana kiwango cha kutojua hata kama tuna matatizo. Hivi umeelewa ambacho namaanisha hapa? Tuna akili ndogo kiwango cha kutojua hata kama kwamba tuna matatizo. Yaani una matatizo na hujui kama una matatizo. Hicho ni kiwango kidogo sana cha ufahamu. Kwa kwenye tatizo na kutojua kwamba na nini una tatizo. Hujui. Mwenye akili nzuri ana tatizo na anajua kwamba na nini. Akishaanza kujua ana tatizo yule mtu anatoka. Sasa Mungu anajua hivi, hata tukikupa nafasi ya kujitetea, maneno yako yatakuwa ni hewa, hayataleta msaada. Ndio maana nimesema Mungu anajua huwezi kujitetea vizuri. Ndio maana hata kwenye kuomba maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Rumi sura ya 8:26, si ndio? Kadhalika Roho utusaidia kuomba. Hatujui kuomba tufanye. Yaani kumbe unaweza kusema na baba unaenda chumba unatembea hivi, hamna kitu unachofanya. Uombe ujui kuomba ikupasavyo. Kuna kuomba na kuomba ikupasavyo. Maombi tu aleti majibu. Kinacholeta majibu ni kuomba ikupasavyo. Na hakuna mtu anayeweza kuomba impasavyo hapa. Ni mpaka Roho wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo maana anataka akutetee. Kwa sababu ukianza kuomba utawasila kwa uchungu, kwa maumivu. Hayo maombi ya maumivu Mungu ajibuki. Unajua hata wana wa Israeli kule Misri, Mungu maandiko yanasema Mungu akasikia kilio chao. Si ndio? Walikuwa wanalia, lakini sio kwa sababu walikuwa wanalia. Kuna agano alifanya na Ibrahim. Kilichomkumbusha ni agano. Kwa agano likaunganika na kilio, ndio Mungu akasikia. Kilio tu kilikuwa kitoshi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana usilielie mbele za Mungu. Mbele za Mungu nenda na hoja. Nenda na nini? Ukijua Mungu ni baba yako anaweza kusikiliza. Bwana asifiwe sana. Jambo la 4, wapo wa kukuonea na wana uwezo kuliko wewe. Ndio maana Mungu ameamua kukutetea. Mungu anapojitambulisha kama mtetezi anajua hivi kuna vitu vya kukuonea vipo. Kama visingekuwepo vya kukuonea usingekuwa na haja ya mtetezi. Jamani, si ndio? Si ndio watumishi wa Mungu? Yupo kama mtetezi kwa sababu anajua wapo atakaokuonea. Yako mazingira atakayokuonea, iko mifumo itakayokuonea, ziko hali zitakazokuonea, yako majaribu yatakayokuonea, yako mapepo yatakayokuonea, wako ndugu watakaokuonea. Kuna kitu kinaweza kukuonea. Na ukifika hatua ya kuonewa inamaanisha kwamba uwezo wako ni mdogo. Ndio maana unaonewa. Hakuna anayeonewa kama ana uwezo mkubwa. Bwana asifiwe sana. Kama yupo wa kukuonea, manake lazima awepo wa kukutetea, kukutoa kwenye uonevu. Na anayeweza kukutoa kwenye uonevu ni Mungu pekee, mtetezi wa kweli, El Hamagen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sitasoma maandiko mengi, nitakupa stories za kwenye maandiko kwa sababu nataka tuombe. Sitaongea maneno mengi sana, nitakupa stories za kwenye maandiko. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 23, kuna habari ya vijana watatu, Shadraka, Meshaki na nani? Na Abednego. Hawa watu walikuwa ni watu wanaomcha Mungu na walikuwa wamehamishwa utumwani Babeli. Na walipokuwa kule kulikuwa na tamaduni zao na kanuni zao za kuabudu miungu yao. Na iliwekwa katazo kwamba mtu yeyote asimwabudu Mungu mwingine zaidi ya Mungu wa mfalme. Bwana asifiwe sana. Na ilisimamishwa nini? Sanamu. Kwamba itakapopulizwa filimbi, matali na ngoma na kelele zote, watu wote wainame. Bwana tusaidie sana. Mwanzoni kabisa walisema hivi, sisi mfalme hatutaabudu Mungu mwingine zaidi ya Mungu wetu. Wakasema nafikiri kanuni unayofahamu, usipoabudu tanuru ya moto. Akasema sawa, sisi tutaabudu Mungu wetu, sio sanamu yako. Mungu tunayemtumikia atafanya nini? Atatuokoa, atatutetea. Alafu akasema hivi, hata asipotutetea hatuwezi kuabudu. Ngoja nikwambie, hawa ni watu walikuwa wanamjua Mungu kiwango ambacho walikuwa tayari. Ni mpaka utakapokuwa tayari kwa lolote ndipo Mungu atakapotokea. Tatizo hauko tayari kwa lolote. Umeelewa mtumishi wa Mungu? Hauko tayari. Mungu anataka uwe tayari kwa lolote.
Nataka nikuhakikishie ukiwa tayari kwa lolote, Mungu lazima atokee. Lazima atokee. Sasa maandiko yanasema ilipopulizwa filimbi, matari na nini, watu wote wakalala chini, wakaonekana watu watatu wamesimama kama mlingoti. Alafu hao watu ni watumwa wako utumwani. Hivi unaelewa? Unapopata hasira, wale watu watumishi wa mfalme wakawarukia, kamata, funga, moto uko wapi, chochea. Maandiko yanasema hivi, wakati wanawakamata wale watu na kwenda kuwatupa, nasema hivi, wale waliowatupa walifanya nini? Walikufa kwa ule moto. Yaani sio kwamba walikuwa kwenye moto, yaani ule mwali wa moto uliwamaliza walikuwa wanawatupa. Alafu wale watatu wakatupa kwa nini? Kwenye moto. Baada ya sekunde kadhaa, mfalme alikuwa anaangalia kinachotokea. Kutazama kwa ndani, akagundua sio watatu tena, kuna watu 4. Sijui kama unanielewa. Kuna watu wangapi? Mfalme akasema, imekuwaje? Situliweka watu 3, mbona naona watu 4? Alafu bahati mbaya hawa watu hawajafa kama waliokuwa nje. Hawa watu wanatembea kwenye ule moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu yupo kuwatetea watu wake. Mara nyingi tunashindwa kutetewa na Mungu kwa sababu hatujamuona Mungu kama mtetezi. Wewe nikwambie, watu wengi tukiomba hapa, wote tunaomba Mungu aingilie kati kwenye mazingira ambayo bado sisi tunaweza kujitetea. Ukitaka Mungu aingilie kati, nimesema hivi, amua liwalo na liwe. Liwalo na liwe ni mojawapo ya mbinu kubwa sana ya kumuingiza Mungu kwenye mstari. Wewe hujui tu. Bado unatumia nguvu zako kwenye mambo mengi na akili zako. Unajipigania sana, unajitetea sana. Wanaojitetea wakimaliza kujitetea watapata matokeo ya kujitetea kwao. Walaamua kumtetea Mungu, kumtegemea Mungu awatetee, watapata matokeo ya kumtegemea nani? Mungu awatetee. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nafikiri wote mnaelewa kilichotokea. Mfalme alipoona akasema, hebu hao watu watolewe. Akawaita, njooni nyinyi watu wa Mungu. Alipotoka nje akatangaza akasema hivi, kuanzia leo asiwepo mtu mwingine Mungu yote wa kuabudiwa hapa zaidi ya Mungu hao vijana 3. Alipoita watoke nje, wakatoka 3. Wakiwa ndani aliwaona 4. Huyu mwingine yuko wapi? Haleluya. Haleluya. Huyu mwingine yuko wapi? Huyu mwingine ndio yule Daudi anayesema, Bwana ni jabali langu, Bwana ni ngome yangu, Bwana ni ukingo wangu. Haleluya. Daudi anazungumza maneno magumu sana pale. Huyu ndio yule ngoja nikwambie, huyu wa 4 huyu huwa haonekani kwa macho ya damu na nyama, ila kazi zake huwa zinaonekana. Huyu anaitwa mtetezi, El-Hamagen. Haleluya. Haleluya. Kuanzia leo uambie moyo wako, moyo wangu mtegemee Bwana akutetee. Mtegemee Bwana akutetee. Kwenye kazi iliyokufa muite Bwana akutetee. Kwenye maeneo ambayo watu hawakusikilizi muite Hamagen akupe msaada. Muite El-Hamagen akutetee. Ngoja nikwambie, umejitetea sana mama, umetetea sana ndoa yako, mikono yako, umetetea sana ndoa yako kwa madarasa na masomo ya makungwi na nani na washauri. Nataka nikwambie, yuko mtetezi anayeweza kuwatetea watu waliokosa tumaini, watu waliona uwezo wao wa kujitetea utoshi. Yuko mtetezi. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Danieli sura 6 mstari wa 16 mpaka 17, maandiko yanazungumza kwa habari ya Danieli alipokataa kuiabudu miungu mingine, akaamua kumwabudu Mungu wa mbinguni. Ngoja nikwambie, kwenye nchi ya Babeli ni nchi iliyokuwa imejaa uchawi na uganga na ushirikina wa kiwango cha kimataifa. Kwa watu walikuwa hataki Mungu kabisa, Mungu mwingine zaidi ya Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Kwa jambo lile lililokuta Shadraka, Meshaki na Abednego lilimkuta huyu jamaa. Na huyu lilimkuta kwa hila. Hebu sema hila. Baada ya Danieli kuonekana ni mtu bora, mwenye uwezo mzuri wa kufanya kazi kwenye jumba la kifalme, wakamuonea wivu. Wakatafuta kosa la kibinadamu, wakasema huyu jamaa hamna kosa lolote. Sio mwizi, sio tapeli, sio mlarushwa, sio nani, ni mtu wa Mungu. Wakasema namna pekee ni kwenda kwenye mambo anayoyafanya ya Mungu wake. Kwa wakatunga sheria wao bila kumshirikisha mfalme Dario. Walitunga ile sheria wakampelekea mfalme. Akasema, mfalme, tunafikiri kwenye wewe mfalme una Mungu wako, lazima abudiwe Mungu wako. Asitokee mtu yote anaabudu Mungu mwingine hapa.
Na anasikiza, Danieli yuko pale anasikiliza. Kwa tunaomba utie sahihi. Na sheria ya Uajemi na Umedi ikishapigwa muhuri wa mfalme tu haibadiliki. Hata kama mfalme hajisikii vizuri. Ila ndio ameshasema. Leo mfalme Tanzania anaweza akasema hili hamna, hili ndio, si ndio? Ule ukishaweka sahihi ndivyo ilivyo. Kama utaenda kulia ukalile chumbani mfalme, ila ingoma lazima itekelezeke. Bwana atusaidie sana. Sasa maandiko yanasema Danieli alipojua na kusikia hivyo walivyofanya, akaenda akafungua madirisha ya mlango wake ya nyumba yake. Elekea wapi? Yerusalemu. Akawa kiomba asubuhi, mchana na jioni kama alivyokuwa anafanya mwanzo. Ndio jambo ambalo walikuwa wanalitaka wawe litokee liwamkamate. Likatokea kweli, wakamkamata akampelekea mfalme. Mfalme alikuwa anajua Danieli sio mtu mwenye makosa, sio mtu mbaya. Ila hana cha kubadilisha kwa sababu sheria imeshafanya nini? Imeshaandikwa. Bwana asifiwe sana. Kama ambavyo wewe kuna mambo hauna cha kubadilisha. Yameshasetiwa, yameshakuwa, yameshaharibika. Ndivyo ilivyo. Ngoja nikwambie, kuna vitu kwenye maisha yetu tukivitazama, tunawish tungepewa sekunde 2 za kurudi nyuma tuyarekebishe. Si ndio? Ile inakuwa haiwezekani. Ndivyo ilivyokuwa kwa Danieli. Alitamani mfalme alitamani angefikiria kwanza ile sheria kabla hajatia muhuri, ila ilikuwa imeshachelewa. Wakampelekea mtumio huyo hapa na mabudu Mungu mwingine zaidi ya Mungu wako. Mfalme alikubali Danieli tupo kwa nini? Tundu la simba. Na kwenye ile jiwe kwenye mlango wa tundu la simba liliwekwa jiwe lilogongwa muhuri wa mfalme kwamba sheria iliyotumika kumhukumu Danieli haitabadilika. Maandiko yanasema Danieli alipotupwa kwenye tundu la simba, Bwana asifiwe sana, wale simba walitulia. Kama simba angekuwa anaongea labda angekuwa anaelezea alikuwa anaona nini, sijajua. Najaribu kufikiria ni simba angekuwa anatoa maelezo waliona nini. Unajua kwenye Shadraka, Abednego na Meshaki tunaweza tukajua nini kilitokea. Unajua kuna mtu wanne. Kwa Danieli kuna kitu gani kilitokea mle ndani? Simba wale kwenye tundu, wasiowinda swala wala mnyama yote mle ndani, wenye njaa, wanatupiwa binadamu fresh kabisa, sio mzoga, mtu wa ikulu amenona na mafuta. Yule mtu alikuwa ni mtu wa ikulu, ni mtu mwenye afya tu. Kwa nini hawakumla? Walimu anasema walimuona simba mwenzao. Unajua simba huwa walani. Bwana atusaidie sana. Yuko Elhamagen, mtetezi aliyekuwa upande wa Danieli. Haleluya. Haleluya. Kuna andiko moja huwa nalipenda. Nafikiri Danieli alikuwa analijua hilo andiko. Ngoja nikuonyeshe. Japokuwa lipo Agano Jipya, ila nafikiri alikuwa analijua. Nafikiri alikuwa analijua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3. Nafikiri andiko hili Danieli alikuwa analijua. Mimi nafikiri. Kwa sababu roho yule aliyekuwa ndani ya Danieli ndiye aliyekuwa ndani ya Paulo. Sawa Kwa kuna vitu inawezekana alikuwa anavifunua. Sasa maandiko yanasema hivi, Wakolosai 3:3 tunasema hivi, kwa maana mlikufa. Mlifanya nini? Na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo Danieli alikuwa mle. Unajua simba walagi mizoga. Kwa walipomtazama Danieli amekufa. Ndani kuambia kilichotokea. Lakini sio tu kwamba alikufa. Maandiko yanasema hivi, uhai wa Danieli ulifichwa, umefichwa. Umefanya nini? Sasa Danieli alikuwa na experience hiyo hali kabla Yesu hajafa msalabani. Wewe sasa hivi hiyo hali ni halisi kwa sababu Yesu alishakufa nini? Msalabani. Uhai wako umefichwa katika Kristo, katika Mungu pamoja nani? Na Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa Danieli inasikana alipotupa mle ndani, akawa anatembea anasema raba shakata, nimekufa na uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo. Uhai wangu hauwezi kuchukuliwa na simba. Uhai wangu hauwezi kuchukuliwa na simba. Kwa kama ametulia, kama alivyosema mzee wa kanisa pale, wakao kimtazama Danieli wanamuona simba wengine, wanaona simba mwingine, wanaona masimba makubwa, wanaona kama ambavyo kwa Daudi ilivyokuwa alivyochukua jiwe laini likawa jabali dhidi ya Goliathi. Ni ambavyo Danieli alivyoingia ile tundu la simba
alikuwa simba. Mungu yupo anayetetea watu. Nimekupa hizo scenario chache uone kiwango cha hatari walichokuwa nacho wale watu na namna Mungu alivyowatetea. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo kwenye maisha yako unahitaji Mungu akutetee tu, wala sio mtu mwingine. Na kuhakikishia mimi, kuna mambo kwenye maisha yako unahitaji Mungu akutetee tu, wala sio mtu mwingine. Hauhitaji ushahidi mwingine, hauhitaji evidence ya mtu mwingine, hauhitaji neno la mtu mwingine. Unahitaji neno la Mungu tu. Kati kwenye vita, aingilie kati kwenye tatizo lako, aingilie kati kwenye mambo yako yanayokusumbua. Unahitaji Mungu tu akutetee. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza, Mungu ni mlinzi, anatetea watu wake. Mungu tulisema ni mlinzi, ni ngao, ni ngome, ni ukigo, ni kila kitu kinachoweza kukutoa kwenye hatari. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu ni mlinzi anayetupa amani katikati ya vita. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye hapitii maisha ya vita hapo. Wote maisha yetu ni vita. Sawa tumishi wa Mungu? Maisha yetu sisi ni vita. Wewe sivyo maisha yako wewe ni kupumua. Sio vita, sio kupumua, ni vita. Unaamka asubuhi mpaka jioni kuna vita umepigana nazo hapo katikati. Hapo naongea maisha ya kawaida ya kibinadamu kabisa, kwenda kazini, kurudi, kupanda bajaji, usukumana kwenye daladala, kufanya nini. Hizo ni vita za kawaida. Haleluya. Kule kazini umepewa neno zito na bosi mpaka unaishi unatamani kuacha kazi, hiyo ni vita. Bwana atusaidie sana. Sasa hizo vita ni ndogo, kuna vita katika ulimwengu wa roho ambazo Paulo anataja kitabu cha Efeso kwamba kupigana nguvu zetu si juu ya damu na nini, bali juu ya falme, mamlaka, wa kuagiza na majeshi mabaya katika ulimwengu wa nini. Sasa hizo vita huwa zinaondoa utulivu kwenye maisha yako. Ndio maana kuna watu wamekuja kanisani hawana utulivu. Mioyo yao inarukaruka, haitulii, hawana amani, hawana utulivu mioyo yao. Hawajui cha kufanya, hawana utulivu. Na mara zote Mungu anaposema na wewe usipokuwa kwenye utulivu, huwezi kumuelewa. Mungu ili aweze kusema na wewe lazima kwanza atulize nini? Fujo, ili uweze kumuelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu ni mtetezi wetu anayetupa utulivu na amani wakati wa nini? Wa vita. Una vita gani ambao unahitaji Mungu alete amani? Mchana leo tunakwenda kumwambia Bwana, mtuliza dhoruba kama Yesu alivyotuliza dhoruba kwenye ile bahari. Kama Mungu alivyopasua bahari ya Shamu watu wakapita, vita ilikomea. Ngoja nikwambie, ile vita alipigana Mungu mwenyewe. Kitabu cha Kutoka sura 14 Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge wapi? Mbele. Hawa Misri mnaowaona leo hamtawaona, simameni mkaone mkono wa Bwana. Nikikumbuka ile story huwa nashangaa sana. Mungu anawaambia watu muendelee mbele sehemu ambako hamna njia. Mbele bahari, sio mto. Unaweza kupiga mbizi kutoka upande wa pili, ni bahari. Na wahenga walisema bahari haina nini? Kwa kuogelea hapa ogeleki pale. Bwana atusaidie sana. Lakini nyuma kuna jeshi la nani? La Farao. Kulia na kushoto kuna milima. Mnaenda wapi? Mungu anasema watu wasinililie, wasimame, waendelee, watauona wokovu wa Bwana atakaowatendea leo. Kazi yao ilikuwa ni kusimama na kuanza kuelekea kwenye bahari bila kujua bahari itapasuka. Musa aliponyosha tu fimbo, ikatokea njia. Ile story ni kama movie eti. Ni kama movie Ngoja nikwambie, ilikuwa movie watu wa Mungu, ilikuwa live. Bwana asifiwe sana. Njia ikafanya nini? Ikatokea. Watu wakaanza kupita. Nafikiri walikuwa wanapita kwa naogopa maji yatarudi hayatarudi, lakini maji hayarudi. Mtetezi yuko pale, amesimama katikati ya bahari. Maji hayawezi kurudi, pita mwanangu, nenda mwanangu, nenda mwanangu. Na bahati mbaya Farao akajichanganya akaingia. Alipoingia shughuli yake ikaishia pale. Haleluya. Haleluya. Mungu ni mtetezi wako, akupae amani wakati wa shida, akupae utulivu wakati wa vita. Amua leo kumpa nafasi akutetee. Nimekuambia kuna watu wawili tu Mungu amejicommit kutetea, yatima na mjane, lakini ili akutetee wewe lazima umpe nafasi ya kuwa mtetezi. Na mara nyingi umepigwa kwa sababu ulikuwa unajitetea mwenyewe. Kuanzia leo usijitetee tena. Usijitetee tena. Usijitetee tena. Haleluya.
wa 7. Ndaraka sana Zaburi ya 46 1 mpaka 10. Zaburi 91 1 mpaka 7. Zaburi 23 mstari wa 4. Naenda kumaliza. Jambo la 4. Mungu, la 3 naongelea kuna mambo matatu nimetaja hapo. Nimesema Mungu mmoja anatetea watu wake, si ndio? La pili, Mungu ni mlinzi, hutupa amani wakati wa nini? Wa vita. La 3, Mungu hupigana kwa niaba yetu. Nisikilize sasa. Vita nyingi ambazo wewe umeshinda ni Mungu alisimama mbele yako, sio wewe ulipigana. Kuna vita Mungu anakutumia wewe kupiga, sawa ila kuna vita anapiga yeye kwa niaba yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nimesema kuna vita Mungu anakutumia wewe kufanya nini? Kupiga. Kitabu cha Yeremia anasema wewe ulungu langu na silaha zangu za nini? Za vita. Kwa wewe ninapiga farasi na mpanda farasi, anataja vitu vingi. Kwa kutumia wewe Mungu atapiga vitu vingi. Lakini kuna maeneo Mungu anasema kaa pembeni, nataka nipige mwenyewe hii kazi. Bwana asifiwe sana. Kaa nini? Kaa pembeni. Na ukiona Mungu anakuambia kaa pembeni, maana yake anataka amalize mchezo. Hebu sema amalize mchezo. Kuna michezo inatakiwa iishe kwenye maisha yako, isiendelee. Unaelewa ambacho namaanisha hapa? Kuna vitu ambavyo unapigana navyo leo, kesho vinavishinda, kesho vinarudi tena vinarudi. Hivyo vitu takiwa umwachie Mungu apigane navyo yeye sasa. Amalize nini? Mchezo. Kwenye bahari ya Shamu Mungu alimaliza nini? Mchezo. Mungu alipowatoa, ngoja nikwambie, unajua kwa nini Mungu aliwapitisha watu kwenye bahari? Alikuwa anataka kumaliza mchezo. Njia ya kwenda kutoka Misri kwenda Kanaani ilikuwa ni rahisi sana kufika tu bila hata kupitia baharini. Kawazungusha miaka 40, kawazungusha. Sehemu moja hapo alipitisha ni kwenye nini? Bahari. Na maandiko yanasema Mungu akaufanya moyo wa Farao uwe mgumu. Yaani Mungu aliyowatoa Misri na Farao amemwachia wameenda, akamfanya Farao awe mgumu. Farao akasema, hivi mimi nimwachaje? Wameendaje? Yaani tumewachia waende? Haiwezekani. Kumbe sio wao, ni Mungu ameshawachochea. Aende akamalize mchezo. Bwana asifiwe sana. Wakakusanya majeshi na maaskari wakaanza kukimbiza. Kimbia fuatilia wako wapi, wakawakuta wakaona wale, wakasema ongeza mwendo. Kumbe wanavyoongeza mwendo ndio filimbi ya mwisho ndio kupulizwa kule. Wameongeza mwendo mpaka nini? Kwenye maji. Shughuli kaishia pale. Wale watu Mungu, ngoja nikwambie, ile vita wana wa Israeli hawakuinua jiwe hata hili. Hawakupiga ngumi hata hii. Hawakupiga mshale hata huu. Ni Mungu alipigana kwa niaba yao. Kuna wakati unakaa chini pembeni kimya, unasema Bwana, hii vita ni ya kwako. Unanyamaza kimya. Nataka kuhakikishia kuna wakati unanyamaza kimya. Shida yako wewe, kila vita unataka kupigana, zingine unanyamaza kimya. Unasema Bwana, ingia. Vita kama hizo huwa ndo zinaitwa kumaliza mchezo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Michezo iliyochezwa kwenye maisha yako mchana wa leo itaenda kuwa mwisho kwa jina la Yesu. Michezo ya magonjwa ya kujirudia ya misimu itaenda kuwa mwisho kwa jina la Yesu. Michezo ya madeni yasiyoisha, deni juu ya deni, unakopa deni ili ulipe deni, hiyo michezo inakwenda kufanya nini? Kuisha kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu Elhamagen, mtetezi wetu, tunamwachia kazi. Nataka uanze kumtazama Mungu kama mtetezi. Hebu anza kusearch kwenye maisha yako. Wapi kuna michezo? Wapi kuna vita atakayopigana na Mungu wala sio mimi? Wapi? Anza kutafuta. Alafu hiyo hali unaiona, isakizie kwa Mungu. Sio watu kupigana nao, isikumizie kwa mtetezi wako. Siku moja nilikuwa naomba. Nilikuwa nimepigika sana kwenye kila eneo la maisha yangu. Nikamwambia hivi, Mungu, niongea sentensi ndogo iliyonifanya nilie, na nikikumbuka mpaka leo huwa machozi yananitoka. Nimwambia Mungu, mimi unaponiona hapa,
sina mtu mwingine wa kunisaidia. Sina. Usipofanya wewe, basi. Hiyo sentence ilibadilisha kila kitu. Sikuongea vile kama namzilia Mungu. Nilikuwa najua kwamba hili jambo ni Mungu tu. Mambo yote unayohisi kwamba ni Mungu tu, usijaribu kuyagusa, kaa pembeni. Vita zilizokuzidi umejaribu kuzifanya mara nyingi, imeshindikana, kaa pembeni. Kila hali unajaribu kupambana nayo imeshindikana, kaa pembeni. Muite Mungu, mtetezi wako, anayepigana kwa niaba yako. Anayepigana kwa niaba yako. Yeye ni askari wako anayetangulia mbele yako kukupa ushindi wako. Anayepigana kwa niaba yako. Yeye ni mtetezi wako. El Hamagen. Kuanzia leo ukiona mambo yanakushinda, mwambie El Hamagen, uko wapi? Wewe mtetezi wa watu wasio na watetezi. Mimi ni mmoja wao nisio na mtetezi. Nimesoma, ile elimu yangu haiwezi kunitetea. Nina ndugu, hawezi kunitetea. Nina fedha, haiwezi kunitetea. Ngoja nikwambieni, ujinga wa watu ni kufikiri kwamba kuna namna wanaweza kujitetea. Kuna mambo hayatetewi na chochote zaidi ya nguvu ya Mungu tu. Bwana asifiwe. Nakwambia ukweli. Haleluya. 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 Umeyaona mambo yanayojirudia kwenye maisha yako? Umeona mambo yanayokusumbua? Umeyaona? Nilikupa kazi ya kuyafikiria na kuyatafakari. Umeyaona? Ambayo unafikiri kwa kweli ili jambo linahitaji Mungu anitetee. Umeyaona? Simama kwa miguu yako. Sijui kama umenielewa jioni ya leo. Sijui kama umenielewa.